And that brings me to Olkalau. Mimi nimeona mmefurahia sana Olkalau. Kwa nini? Kwa sababu ya heshima ya jamii yetu. When hiyo uchaguzi litangazwa, kabla Kiaraho hajazikwa, huyu kijana ya hapa kwetu, huyu Kidiki, alikuwa na riga sana. Oh, pale Kalau. Ay, tutawanyorosha. Pale. Mngoje. Mimi tutaona hapo na hiyo mwanaume tutaona hapo. Ndio heshima itaingia. Alikuwa na kiburi kwa sababu alikuwa ameiba uchaguzi hapa Bere. Nikamjibu nikamwambia, wewe kijana, umekaa na Ruto, umesahau mila na desturi ya watu wetu ya mlima. Hatuongeangi mambo ya kugawa mali ya mtu kama hajazikwa. Si ungoje huyu mjumbe Kiaraho azikwe alafu uongee mambo ya kiti yake. Akanyamaza. Alikuwa na kifua kiburi. Kama mtu kafupi tu. Lakini vile kalikuwa kanaongea mpaka hii timu yangu ikaanza kuogopa. Hey! Anasema, "Oh, ni fire si fire. Ni noma si noma." Mpaka hii watu yangu wakaigiza baridi. Mimi nikaambia huyu profesa amezaliwa hapa Tharaka, lakini naona kama hajui watu ya mlima. Ni kama haishi Kenya. Kama angekuwa naishi hapa na amesikiza, hii watu ya mlima walimalizana na Ruto na UDA zamani. Si ni zamani sana? So mimi namwangalia tu akipiga kifua, sikumjibu. Hana habari ya kwamba watu ya mlima walimalizana na Ruto kitambo. Ana na UDA kitambo. Ni kunyamaza, wamenyamaza. Sasa uchaguzi imeenda pale. Hey! Watu wengine walikuwa naomba mjumbe yao akufe. Kuwe na uchaguzi.